Amani na baraka, ndugu wa imani. Leo tunasonga mbele katika safari yetu ya Genesis hadi Ufunuo, na tupo katika moja ya sehemu za kihisia zaidi katika maandiko matakatifu. Genesis 45, Yosefu anajifunua. Baada ya miaka 22 ya kuachana, ndugu wa Yosefu wako mbele yake, lakini hawajui ni nani. Kisha katika wakati mmoja wa kihisia, kila kitu kinabadilika. Lakini kuna mengi tunayoyakosa katika hadithi hii ya ajabu. Kwa nini Yosefu alimfukuza kila Misri kabla hajajifunua? Ni nini maana ya kweli ya maneno yake, Mungu ndiye aliyenituma? Na jinsi gani mazungumzo haya yanatuonyesha mpango mkuu wa Mungu wa ukombozi? Hebu tuingie katika hekalu la neno lake. Tusome pamoja Genesis 45:1-3. Yosefu hakuweza kujizuia mbele ya wote waliokuwa wamesimama kando yake, akasema, toka nje kila mtu mbele yangu. Hakuna mtu aliyebaki pamoja naye wakati Yosefu alipojifunua kwa ndugu zake. Akalia kwa sauti kuu, Wamisri wakasikia na nyumba ya Farao ikasikia. Yosefu akawaambia ndugu zake, mimi ni Yosefu, baba yangu angali hai. Ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliogopa mbele yake. Haya ni mazungumzo ya kweli yaliyotokea miaka zaidi ya 3400 iliyopita, lakini yanazungumza na mioyo yetu leo. Ni wakati wa ukweli, msamaha na ufunuo wa mpango wa Mungu. Kuna maelezo muhimu tunayoyakosa hapa. Kwanza, Yosefu hakuweza kujizuia, kwa Kiebrania lo yakol lehitapek. Hii inamaanisha hakuweza kujishikilia tena. Miaka 22 ya subira, lakini sasa amefika mwisho. Pili, alimfukuza kila Misri kabla hajajifunua. Hii ilikuwa hatua ya hatari, kujionyesha kwa watu walioweza kuwa adui zake wakijua utambulisho wake wa kweli. Tatu, Wamisri wakasikia sauti ya Yosefu ilifikia hata nje ya chumba. Haikuwa ni mazungumzo ya kimya, ilikuwa kilio cha kina cha moyo. Na nne, ndugu zake hawakuweza kumjibu maana waliogopa. Si tu walishangazwa, walikuwa wanaogopa kifo kwa kile walichomtenda. Katika mazungumzo haya, tunaona mabadiliko makubwa ya kiteolojia. Kutoka hatia kwenda msamaha. Yosefu hawawezi ndugu zake, msihuzunike wala msijichukie. Kutoka siri kwenda ufunuo, jambo lililofichwa miaka 22 sasa linafunuliwa. Kutoka maafa kwenda mpango, Yosefu anasema, Mungu ndiye aliyenituma mbele yenu ili kuwaokoa maisha. Hili ni fundishi kubwa, kile tunachokiona kama maafa, Mungu anakiona kama mpango. Na mabadiliko makubwa zaidi, kutoka uongozi wa binadamu kwenda utawala wa Mungu. Yosefu anarudia mara 3, Mungu ndiye aliyenituma. Si bahati, si misingi ya kisiasa, si hata ukatili wa ndugu zake, bali mkono wa Mungu unaongoza historia. Viumbe vya Mungu vilikuwa vikishuhudia mazungumzo haya ya kihistoria. Hebu tuwasikilize. Ng'ombe, unaona jinsi binadamu wanavyoweza kusamehe kwa undani namna hii. Miaka 22 ya uchungu, lakini sasa ni upendo tu. Njiwa, hii ni maajabu. Mimi ninafanya kazi kila siku bila kushindana na mtu, lakini binadamu waliweza kupatana tena baada ya miaka ya uhasama. Mlisikia alivyosema, Mungu ndiye aliyenituma. Hata katika mambo mabaya, Mungu ana mpango. Kama tungejua jinsi tunavyobarikiwa kuwa na Mungu anayetazama mbele. Na sasa wote watapatana tena, familia nzima. Kama vile Mungu alivyotuumba sisi pia, kutembea pamoja kwa amani. Ndugu wa imani, mazungumzo haya yana mafunzo makubwa kwa maisha yetu. Kwanza, msamaha si tu kwa manufaa ya mwenzetu, ni kwa manufaa yetu pia. Yosefu alipata uhuru ulipomsamehe ndugu zake. Pili, kile tunachokiona kama maafa yanaweza kuwa njia ya Mungu ya kutuandaa kwa kazi kubwa. Mateso ya Yosefu yalikuwa maandalizi ya kuokoa familia nzima. Tatu, tunahitaji kumwamini Mungu hata tulipokuwa hatuelewi kile anachokifanya. Miaka 22, Yosefu hakuelewa, lakini aliendelea kumwamini. Na nne, kuna wakati wa kujifunua na wa kusema ukweli kwa upendo. Yosefu alijua wakati ulikuwa umefika. Je, kuna mtu unayehitaji kumsamehe? Kuna ukweli unayohitaji kusema kwa upendo? Mungu anaweza kutumia hata mazingira magumu kutuongoza kwenye maisha ya baraka. Tuombe. Baba wa anga, tunashukuru kwa mfano wa Yosefu. Tusaidie tumsamehe wale waliotukosea na kuamini kwamba una mpango mzuri kwa maisha yetu. Katika jina la Yesu, amina.
Ndugu, tuonane katika kipindi kinachofuata tunapoendelea na safari yetu ya Genesis hadi Ufunuo. Mungu awe nanyi. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.